kanisa na ufumbuzi wake, sababu ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ule wa 11, Mtume Paulo anasema, kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Kwa hiyo tunaona huu waraka wa kwanza wa Korintho ulikuwa unashughulikia matatizo ya kanisa, na Mtume Paulo alikuwa anatafuta ufumbuzi wa yale matatizo, alikuwa anashughulikia yale matatizo. Na kwenye huu mstari ambao tumesoma unaonyesha kwamba Mtume Paulo aliweza kujua matatizo ya kanisa la Korintho kwa kuambiwa kama ambavyo tumesoma na watu waliotoka Korintho nyumbani mwa Kloe. Kwa hiyo Mtume Paulo hapa aliweza kuelewa matatizo ya kanisa la Korintho, sio kwa kufunuliwa, sio kwa njia ya ndoto, sio kwa maono, bali aliambiwa na watu ambao walikuwa wanajua yale matatizo yalikuwa yanaendelea katika kanisa la Korintho. Na ukiendelea pale, anaanza kuelezea yale matatizo ambayo yalikuwepo kwenye kanisa la Korintho, na anaendelea kusema kwamba zile taarifa alizozipokea, japo alikuwa hajafika Korintho na kuthibitisha, lakini akasema kuna mambo yaliyomfanya aamini zile taarifa. Anasema nusu na sadiki, na anaanza kuelezea sababu. Anasema kwa sababu kuna 1, 2, 3, kuna mambo yanayoendelea katika kanisa la Korintho ambayo yananifanya mimi nione kweli kanisa la Korintho kuna matatizo. Lakini kulingana na somo letu tunalojifunza ambalo lipo kwenye Wakorinto wa pili, kwenye Wakorinto wa pili anazungumzia zaidi utukufu kwa njia ya mateso. Yaani anapoliandikia kanisa la Korintho, anajaribu kuonyesha kwamba pamoja na kanisa la Korintho kupitia katika mateso mbalimbali, katika majaribu mbalimbali, lakini hayo majaribu na mateso yana kazi. Haleluya. Au kwenye hayo majaribu na mateso kuna kitu chema ambacho kimejificha ndani yake. Kuna kupitia yale mateso, kanisa la Korintho lingeweza kutoka katika yale maisha ya kawaida ambayo yalikuwepo wakati wanaandikiwa Wakorinto wa kwanza, na maisha yale kubadilika na kuwa katika utukufu mwingine. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana sasa tumesoma kwenye andiko letu hili la msingi, anasema kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Yaani yale mateso yalisababisha utu wa nje kuchakaa, mwili huu kuharibiwa. Anasema japo kuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku.
na ule mstari wa 17 anasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona kusudi la waraka wa pili kwa Wakorintho, kwanza ni kuatia moyo Wakorintho wengi waliobaki kuwa waaminifu kwake kama baba yao wa kiroho, kwa sababu kulikuwa na matatizo katika kanisa la Korintho, na yale matatizo yalisababisha mgawanyiko mkubwa. Wengine wakasema mimi ni wa Paulo, wengine wakasema mimi ni wa Apolo, wengine wakasema mimi ni wa Kefa. Lakini tunaona wakati Mtume Paulo anashughulikia yale matatizo kwenye Wakorintho wa kwanza, anawaambia, je, Kristo amegawanyika? Lakini pia wale waliokuwa wanasema sisi ni wa Paulo, anasema, je, mimi Paulo ndiye nilienda msalabani kwa ajili yenu? Wengine walikuwa wanasema katika kanisa la Korinto kwamba sisi tumebatizwa na Paulo. Kwa hiyo ninyi ambao kubatizwa na Paulo hamjaokoka sawa sawa. Sasa Mtume Paulo aliposikia maneno kama hayo, wakati anashughulikia hilo tatizo, anasema anamshukuru Mungu kwa sababu mimi sikubatiza watu wengi. Baadaye anaanza kukumbuka kwamba nilibatiza fulani, anawataja. Sema niliwabatiza tu ili msije mkasema labda na mimi ndio yaani mkaanza kunipa mimi utukufu, kunifananisha na Yesu. Mimi sikwenda msalabani kumfia mtu yeyote. Kwa hiyo kwenye yale matatizo yaliyolipata kanisa la Korintho, tunaona kukatokea mgawanyiko. Wengine wakamuasi Mtume Paulo kama baba yao wa kiroho. Kumbuka huduma ya Mtume Paulo ndio iliyohusika kuanzisha makanisa mengi ambayo yameandikiwa nyaraka na Mtume Paulo. Kwa hiyo kwenye huu waraka wa pili, kusudi la kwanza ambalo Mtume Paulo alikuwa nalo ni kuatia moyo wa Korintho wengi waliobaki kuwa waaminifu kwake. Wale ambao hawakutetereshwa na yale majaribu na yale matatizo, waliendelea kumtambua kwamba Mtume Paulo ndio baba yao wa kiroho. Waliendelea kushikilia. Haleluya. Kwa hiyo wale ambao waliendelea kusimama, Mtume Paulo anaandika huu waraka wa pili wa Korintho kuatia moyo. Ndio maana anawaambia, kwa hiyo hatulegei. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unaendelea kufanywa upya siku kwa siku. Anasema dhiki yetu tunayoipata ni nyepesi sana. Dhiki tunayoipata hapa duniani ni nyepesi sana, na hiyo dhiki inatufanyia utukufu mwingine, utukufu mkubwa zaidi. Dhiki hizo zinatupeleka katika kiwango kingine cha maisha ya utukufu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kusudi la pili ni kuwapa changamoto na kuwaweka wazi wale mitume wa uongo ambao waliendelea kumpinga yeye binafsi, wakitegemea kudhoofisha mamlaka na utume wake na kupotosha ujumbe wake. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo tunaona kusudi la pili sio tu kuwatia moyo wale wa Korintho waliobaki kuwa waaminifu kwake
kama baba yao wa kiroho, lakini pia alijaribu kuwapa changamoto wale waliokuwa wanajifanya mitume na kukataa utume wake Mtume Paulo. Yaani kuwapa changamoto, kujaribu kushindana nao kwa hoja. Haleluya. Ambao walikuwa na lengo la kumpinga yeye mwenyewe binafsi, wakitegemea kudhoofisha mamlaka na utume wake na kupotosha ujumbe. Unajua injili ya kweli inapingwa sana, na kuna maajenti wa shetani ambao wanapinga injili. Na ndio maana Mtume Paulo anasema kama mtu akihubiri injili nyingine, huyo na alaaniwe. Kuna mtu anayeweza kuhubiri injili nyingine, lakini pia kuna mtu anayeweza akahubiri Yesu mwingine. Sio yule Yesu wa Galilaya, sio yule Yesu aliyewafia watu pale msalabani, Yesu mwingine. Mtume Paulo anasema mtu wa jinsi hiyo na alaaniwe, kwa sababu yale mafundisho yanaweza yakamletea mtu matatizo makubwa. Lakini kusudi la tatu ilikuwa ni kuwakaripia wale wachache waliomo kanisani ambao walikuwa wanashawishiwa na wapinzani wa Paulo, ambao walikuwa wakipinga mamlaka na maonyo yake. Unaona kusudi la tatu? Upinzani haukuwa tu nje, lakini hata ndani ya kanisa kulikuwa na watu wachache waliokuwa ndani ya kanisa ambao walikuwa wanashawishiwa na wapinzani wa Paulo. Walikuwa wanashawishiwa na wapinzani wa nini? Wa Paulo. Paulo anawakilisha watumishi wa kweli wa Mungu, wote wa kweli wa Mungu. Kuna ushawishi wa kuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu. Sasa tunaona hilo jambo Mtume Paulo alipoliona, aliona ni jambo baya. Kama vile Mtume Paulo anapomwandikia Timotheo, anamwambia onya, kemea, karipia. Mtu awaye yote asiudharau ujana wake. Kwa hiyo tunaona Mtume Paulo hapa pia anawakaripia wale wachache waliokuwa ndani ya kanisa ambao walikuwa wanashawishiwa na wapinzani wa Paulo ambao walikuwa wakipinga mamlaka na maonyo yake. Na sehemu nyingine Mtume Paulo anasema ijapokuwa mna walimu wengi, lakini mna baba huyu tu. Mna baba mmoja tu aliyewazaa, baba wa kiroho. Ndio maana tukaona kwenye kile kipengele cha kwanza Mtume Paulo anawatia moyo wa Korintho wengi waliobaki kuwa waaminifu kwake kama baba yao wa kiroho. Anasema mnaweza mkawa na walimu wengi, lakini hamwezi kuwa na baba wengi. Kwa hiyo aliwakaripia wote wale wachache waliokuwa ndani ya kanisa ambao walikuwa wanashawishiwa na wapinzani wa Paulo ambao walikuwa wakipinga mamlaka na maonyo yake. Na tunaona Paulo alithibitisha uadilifu wake na mamlaka yake ya kitume, akafafanua kuhusu makusudi yake na kuwaonya kuacha kuendelea na ule uasi. Lakini kusudi la nne ni kuandaa kwa ajili ya ujio wake uliokuwa unakaribia. Ukisoma kwenye sehemu ya kwanza, sura ya kwanza ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 7, unaweza kuona hapo. Na tunaona anamshukuru Mungu kwa kumfariji akiwa katikati ya mateso kwa ajili ya Injili, katika safari zake au ziara zake ambazo zilikuwa ni zenye matatizo.
kujaribu kutatua changamoto ambazo zilikuwepo. Na ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 19 mpaka 20, tunasoma hivi: lakini nitakuja kwenu upesi, nikijaliwa, nami nitafahamu si neno lao tu waliojivuna, bali nguvu zao. Maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Mnataka vipi? Nije kwenu na fimbo, au nije katika upendo na roho ya upole? Haleluya! Kwa hiyo japokuwa alikuwa anashughulikia yale matatizo kwa kuandika nyaraka, lakini alikuwa anatamani afike na kuona kile kinachoendelea, akutane ana kwa ana na wale mitume wa uongo ambao walikuwa wanawashawishi, na wale watu ambao walikuwa kanisani wanajaribu kuwashawishi watu ili wawe kinyume na Mtume Paulo. Kwenye Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza tunasoma hivi: lakini nafsini mwangu nalikusudia hivi, nisije kwenu tena kwa huzuni. Naona. Kwa hiyo ni mambo ambayo pia yalikuwa yanamsikitisha na kumuumiza Mtume Paulo, lakini hata hivyo anamshukuru Mungu kwa kumfariji akiwa katikati ya mateso hayo ambayo yanatokana na Injili. Kwa hiyo unaona, mateso ya Mtume Paulo hayakusababishwa na sababu nyingine, ilikuwa ni kwa sababu ya Injili aliyoihubiri. Na ndio maana anasema, mnataka nije kivipi? Nije na fimbo? Anawauliza, au aje kwa upendo? Wanatakaje Wakorintho? Na mstari ule wa 12 mpaka 17 kwenye ile sura ya 2 tunasoma hivi: basi nilipofika Troa kwa ajili ya Injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumwona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi kama walio wengi waligoshio neno la Mungu. Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona Mtume Paulo pia akimshukuru Mungu kwa kumfariji katika kipindi hicho kwa sababu yale mateso ya Wakorintho yalimtesa na yeye pia, yalimsababishia na yeye pia mateso, lakini anamshukuru Mungu kwa sababu aliweza pia hata kumfariji na yeye pia akaendelea na huduma. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa somo letu linasema maisha katika kiwango kingine cha utukufu. Nini maana ya kiwango?
Maana ya kiwango inaweza ikawa ni ngazi au daraja au hatua fulani ya maendeleo. Inaweza ikawa ni elimu, uwezo, ubora na kadhalika. Lakini maana ya pili ya kiwango ni kipimo cha jambo fulani katika maisha, kipimo ambacho kinaonyesha kupungua au kuongezeka. Kipimo hicho kinaweza kikapungua au kikaongezeka. Kisoma katika kitabu cha Nabii Daniel, kitabu cha Nabii Daniel sura ile ya 5 mstari wa 25 mpaka 31, tunasoma hivi: na maandiko yaliyoandikwa ni haya: mene, mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa na miaka 62. Huyu mfalme Belshaza alipofanya karamu na kufanya makufuru ya kutumia vyombo ambavyo viliwekwa wakfu kwenye hekalu, yeye akaagiza viletwe, na kwenye karamu yake akavitumia kinyume na sheria, kinyume na neno la Mungu linavyosema. Tunaona Mungu alimwonyesha kipimo kwamba kiwango chako cha ufalme hakitaendelea tena kuwepo. Aliweza kumwonyesha kwa kutumia kitanga cha kidole ambacho kiliandika hayo maneno: mene, mene, tekeli na peresi. Na maneno yalikuwa yanaonyesha kwamba kiwango chake kimeshuka au kimeshushwa kutokana na yale aliyoyafanya, yale machukizo, yale makufuru aliyoyafanya mbele za Mungu. Na hapo ndo tunapata maana ya kiwango pia, maana ya pili ya kiwango. Lakini ukisoma pia kwenye Ufunuo 3:15, Ufunuo 3:15-16, tunasoma hivi: na yajua matendo yako, ya kuwa u baridi wala u moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Kwa hiyo tunaona pia ufunuo kwa kanisa la Laodikia, ambalo pia hili kanisa la Laodikia linafananishwa sana kwa sababu ni kanisa la saba la mwisho. Kanisa hili la Laodikia linafananishwa sana na kanisa la siku zetu hizi tunazoishi. Yaani ile hali iliyokuwa kwenye kanisa la Laodikia inafanana sana na hali ya kanisa la siku hizi za mwisho. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kipimo au kiwango kinachoonyeshwa au kinachotajwa kwa kanisa la Laodikia kinaonyesha kwamba kuna kupungua au kuongezeka. Kuna kuwa moto ambako ni kuongezeka, lakini kuwa baridi ambako ni kupoa. Na ukisoma pia kwenye Mathayo 24 kulingana na dalili za siku za mwisho ambazo Yesu alizitaja akiwaambia wanafunzi wake, moja ya dalili anasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo kama ilivyokuwa hali ile ya kanisa la Laodikia, ile hali ya Kilaodikia, hiyo hali ya Kilaodikia pia ipo katika kanisa la sasa, kanisa ambalo linaishi katika siku za mwisho, kanisa ambalo sio kwamba linaishi tu katika siku za mwisho, lakini linaishi ukingoni kabisa mwa siku za mwisho. Kwa hiyo hapo pia tunapata maana ya neno kiwango, maana hizo mbili za neno kiwango, na maana zote hizo mbili zinaonyesha kutoka kwenye eneo moja au pointi moja na kwenda kwenye eneo jingine au pointi B. Inaonyesha kutoka, kama tulivyoona kuhusiana na mfalme Belshaza, inaonyesha kutoka kwenye nafasi yake ya juu ya kuwa mfalme na kushuka na kuporomoka na kupoteza ile nafasi yake. Anasema Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Yaani ufalme uliondolewa kwa mfalme Belshaza na kupewa watu wengine. Na tunaona hiyo tafsiri ambayo ilitolewa na Danieli. Baada ya hiyo tafsiri, kwenye ule mstari wa 29 anasema, ndipo Belshaza akatoa amri, nao akamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Unaona, ilikuwa ngumu sana kutafsiri haya maandiko, ilishindikana kutafsiri maandiko, na huyu mfalme Belshaza akapata shida sana. Ndipo Danieli alipoweza kutafsiri haya maandiko, na ndio maana tunaona sasa hapa mfalme Belshaza anatimiza ile ahadi aliyoahidi kwamba kama ikitokea mtu amenitafsiria haya maandiko, kuna zawadi itakayompatia. Na unaona akatimiza ile ahadi, na maandiko yanasema usiku huo huo, kuonyesha kwamba neno la Mungu ni kweli, kuonyesha kwamba neno la Mungu linatimia. Anasema usiku huo huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa na miaka 60, ulikuwa na miaka 62. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona kiwango cha mfalme Belshaza kiliporomoka kutokana na machukizo na uovu ambao aliufanya. Mungu akamhukumu kutokana
na ule uovu wake mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hapo tunaona hiyo habari inatusaidia kuelewa maana ya neno kiwango. Tunaposema maisha katika kiwango kingine cha utukufu, hapa tunamaanisha kutoka maisha ya chini na kwenda juu, kutoka maisha ya kupoa na kuwa moto, kutoka maisha ya uvuguvugu na kuwa moto. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Hii habari ambayo tumeisoma kwenye Wakorinto wa pili yaani mazingira ya wakati ule, Mtume Paulo anaandika waraka huu wa pili kwa Wakorintho, lakini mazingira pia ya huyu mfalme Belshaza kwenye kipimo cha Mungu ambacho kilikuwa kinaonyesha kiwango au viwango kwa kanisa la Korintho, lakini kwa mfalme Belshaza ni kwamba tunapoyaangalia hayo mazingira ya wakati ule, tukiyalinganisha na sasa, tukiyahusanisha na hali iliyoko sasa, yanafanana sana katika maeneo mawili, kama ambavyo tumeona Mtume Paulo aliliandikia kanisa. Unapoliangalia kanisa la sasa, kuna matatizo kama ambavyo Mtume Paulo aliarifiwa na wale watu wa nyumbani mwa Kloe. Matatizo ya faraka yaliyokuwa kwenye kanisa la Korintho ndiyo yapo sasa ndani ya kanisa. Kwenye kanisa kuna matatizo yanayofanana kati ya kanisa, matatizo yaliyokuwa kwenye kanisa la Korintho, lakini pia matatizo yaliyokuwa yanampata Mtume Paulo, yaliyokuwa yanamtaabisha na kumtesa Mtume Paulo katika utumishi wake. Lakini pia kuna kufanana katika mazingira ya utawala. Wakati ule tunazungumzia au tumesoma tukizungumzia ufalme wa mfalme Belshaza, ambao huu ufalme Mungu alipoangalia kiwango chake cha ule ufalme na machukizo ambayo ule ufalme wa Belshaza uliyafanya, Mungu akamwonyesha mfalme Belshaza kuhusiana na ufalme wake, ya kwamba Mungu ameuhesabu ufalme wake na kuukomesha. Tekeli, Mungu ameupima ufalme wake katika mizani na ukawa umeonekana ya kuwa umepungua. Ulipungua kutokana na nini?
kutokana na matendo maovu ambayo mfalme Belshaza aliyafanya. Alifanya kinyume na neno la Mungu linavyotaka. Alifanya kinyume na maelekezo ya Mungu. Alifanya kinyume na watumishi wa Mungu. Na hayo yote yakapelekea kuonekana ya kwamba ule ufalme wake, kiwango cha ufalme wake kimeshuka, kimepungua. Na kwa sababu hiyo Mungu ameuhesabu ufalme wake na kuukomesha, lakini umepimwa na kuonekana kuwa umepungua. Lakini kama hiyo haitoshi, ufalme wa Belshaza ulikuwa umegawanyika, na ufalme wote wenye sifa hizo kama ilivyokuwa kwa mfalme Belshaza hauwezi kusimama. Kama vile ufalme wa Belshaza ambao haukuweza kusimama, ndivyo ilivyo pia kwa ufalme wote ule ambao una sifa kama hizi ambazo mfalme Belshaza alikuwa nazo. Na kwa sababu hauwezi kusimama, tayari Mungu anao mbadala. Anasema nao wamepewa Waamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akataa amri na akamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka 62. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kutokana na kufanana kwa mazingira kama hayo, wakati hayo mateso na mambo mengine ya uasi yanaendelea, mapenzi ya Mungu kwa watu wake kama ilivyokuwa mapenzi ya Mungu kwa watu wa Korintho ni kuona maisha yanakuwa katika kiwango kingine cha utukufu kama ambavyo tumesoma. Pamoja na hayo yote, mapenzi ya Mungu ni kuona maisha yanakuwa katika kiwango kingine cha utukufu. Maisha ya watu wa Mungu yanakuwa katika kiwango kingine cha utukufu. Ndio maana anasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yaani hii dhiki ambayo ilipata kanisa la Korintho ilikuwa ni ya muda tu. Yale matatizo iliyowapata watu wa Mungu mpaka mfalme Belshaza kufanya matendo ya makufuru yalikuwa ya muda tu, na Mungu akayakomesha. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Anaendelea kusema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Haleluya. Wakati mambo yale yanaendelea katika kanisa la Korintho, wakati yale mambo yanaendelea wakati wa mfalme Belshaza,
watu wa Mungu wanatiwa moyo kwa kuacha kuangalia yale yaliyokuwa yanaendelea katika mwili, na wanatiwa moyo kuangalia yale yasiyoonekana. Wanatiwa moyo kuacha kuangalia yale maumivu yaliyokuwa yanayopata katika miili yao. Wanatiwa moyo kuangalia utu wao wa ndani. Wasiangalie huyu mtu wa nje, huu mwili huu ambao mwisho wa siku utarudi mavumbini, lakini wanatiwa moyo kuangalia mtu wa ndani. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hili somo kwa Wakorinto linatufaa pia, linaweza likatusaidia katika maisha haya. Haleluya, likasaidia kanisa, likasaidia watumishi wa Mungu, lakini pia likasaidia taifa na mataifa mbalimbali ambayo yanakuwa na watawala kama Belshaza wanaoweza kufanya machukizo. Na tumezungumzia ya kwamba kwenye Wakorinto wa pili inazungumzia zaidi utukufu kwa njia ya mateso. Ni vema pia baada ya kuangalia maana ya neno kiwango, ni vema pia tukaangalia maana ya utukufu, maana ya neno utukufu. Maana ya neno utukufu ni heshima kubwa, ukuu, enzi, fahari au sifa ya juu inayostahili kupewa Mungu, inayostahili kupewa nani? Mungu, kwa sababu Mungu ni mkuu na mwenye enzi yote, ndiye mkuu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo Mungu ndiye anayestahili utukufu, ndiye anayestahili kupewa utukufu, ndiye anayestahili kupokea utukufu. Ndio maana maandiko yanasema utukufu na wewe Mungu, baraka na uweza zina wewe Mungu. Lakini pia maana nyingine, heshima kubwa, ukuu, enzi, fahari na sifa ya juu inayostahili kupewa Mungu, pia mwanadamu kutokana na ile sifa ya Mungu ambayo imetoka kwa Mungu, mwanadamu au kitu kutokana na ubora au mamlaka au matendo makubwa. Kwa hiyo mwanadamu pia anaweza akapewa heshima hii. Sawa? Haleluya. Japo mwanadamu anapopewa hii heshima, na yeye anatakiwa asibaki nayo, ampe Mungu pia utukufu. Haleluya. Kule mbinguni ukisoma naomba kuna makerubi, kuna maserafi, kuna wazee 24 ambao wana taji. Hizo taji wamepewa na nani? Na Mungu. Lakini pamoja na kupewa zile taji, maandiko yanasema wanaziangusha, uzitupa chini. Yaani huwa wanaziangusha wakisema Mungu ni mtakatifu. Yaani Mungu amewapa utukufu wa zile taji, lakini na wao wanarudisha sifa na utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo Mtume Paulo anaposema dhiki yetu ni nyepesi, atufanyia utukufu uzidio kuwa mwingi sana, hiyo inaonyesha kwamba
mwanadamu pia au kitu kingine chochote kutokana na ubora au mamlaka au matendo makubwa kinaweza kikawa na utukufu. Kwa hiyo tukifanya sasa majumuisho, tunaona ya kwamba maana ya utukufu ni hali ya kuwa na heshima, sifa na ukuu wa kiwango cha juu sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kinyume cha utukufu ni aibu. Kinyume cha utukufu ni aibu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwenye kitabu cha nabii Habakuki, sura ya 2 mstari wa 16 tunasoma hivi: umejaa aibu badala ya utukufu, unywe nawe uwe kama mtu asiyetahiriwa. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana kitageuzwa ukipokee, na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo tunaona kinyume cha utukufu ni aibu. Kama ambavyo yule mfalme Belishaza, unaona wakati wa ile karamu alipokuwa anafanya machukizo, anajifurahisha, anajiona kwamba yeye ndio kila kitu, yaani anaona kwamba amefurahi, na watu hata wakamtukuza, wakamshangilia, wakasema hakuna kama wewe. Unajua machawa hii wanavyosema machawa, huu msamiati umekuja sasa hivi, lakini machawa walikuwepo hata katika enzi za Biblia tangu zamani. Sasa unaona watu ambao walimshangilia mfalme Belishaza, lakini ghafla kukatokea mkono na kitanga cha ule mkono kikaandika kwenye ukuta mweupe wa chokaa, Mene Mene Tekeli na Peresi. Ghafla, na tayari mfalme Belishaza akafadhaishwa, na hata ile tafsiri ambayo Danieli alimtafsiria kuhusiana na ufalme wake, kuonyesha kwamba ufalme wake hautadumu tena, hautaendelea tena, hilo jambo alikumpa utukufu, alikuwa na utukufu kwake, lilikuwa ni aibu. Na tunaona hata mwisho wake ukawa ni aibu, akauawa na ufalme wake haukuendelea tena, ufalme wake ukakomeshwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini tunaona pia mwanadamu alipoumbwa na Mungu akawekwa kwenye bustani ya Edeni, alikuwa amefunikwa na vazi la utukufu. Lakini tunaona baada ya ule uasi akajiona yuko uchi, akaanza kujifanyia majani ya mtini, akashona majani ya mtini, kuonyesha kwamba utukufu wa Mungu umeondoka. Ikabod, neno ikabod maana yake ni kwamba utukufu wa Bwana umefanya nini? Umeondoka, haupo tena, na hakuna jambo la kutisha. Ndio maana Biblia inasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka na kutoka katika mikono ya Mungu. Inamaanisha kutoka katika mikono ya Mungu ni pale utukufu wa Mungu unapoondoka kwa mtu.
mtu anakuwa mkavu, na utukufu wa Mungu unapoondoka, yule mtu hawezi kupata ulinzi, laana zinamwandama, kila majanga yatamwandama tu, kama ilivyokuwa kwa Belishaza. Maandiko yanasema usiku ule ule majeshi ya adui yakavamia, akamua, na utawala wake haukuendelea tena, haukuweza kudumu tena. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia utukufu unapoondoka, kuna maeneo mawili ya utukufu kuondoka hapa duniani, kama ambavyo tumeona utukufu uliondoka kwa Adam na Hawa, lakini pia utukufu ule wa ufalme uliweza kuondolewa kwa Belshaza, lakini huo ulikuwa ni utukufu wa hapa duniani, sawa? Lakini ile ilikuwa ni aibu ya hapa duniani, lakini kuna aibu ya milele na milele katika jehanamu ya moto. Yaani watu sasa hivi si wanaona aibu kumkiri Yesu, wanalionea haya jina la Yesu, wanaogopa kumkiri Yesu, wanaogopa kusema kwamba mimi nimeokoka, wanaona aibu, lakini wanasahau ya kwamba kuna aibu mbaya itakayowapata ya kutupwa katika lile ziwa la moto, ya kutupwa kwenye lile jehanamu la moto. Kisoma kwenye Ufunuo 16 mstari wa 15 tunasoma hivi: tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Heri anayeyatunza nini? Asiende uchi na watu wakaiona nini? Aibu yake. Aibu mbaya kuliko zote, ambayo itakuwa ni ya milele na milele katika jehanamu ya moto. Na Mtume Paulo anaposema kwa hiyo tulegee, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa na utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku, anasema hivyo kwa sababu anaelewa ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika nafsi tatu. Ameumbwa akiwa na mwili, yaani hilo jumba ambalo limehifadhi roho na nafsi. Nafsi nyingine ni roho pamoja na nafsi nyingine.